Waziri wa Ajira, Vijana na Uwezeshaji, Mheshimiwa Shabani Ali Othman ametoa wito kwa maaskari watakaohudumu katika kituo cha zimamoto na uokozi kuwa na mahusiano mema na wakaazi wa maeneo hayo ili kupatiwa taarifa kwa haraka pindi atapotokea majanga. Ametoa wito huo katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi katika kituo cha zimamoto na uokozi huko Kibuteni, mkoa wa Kusini Unguja, ikiwa ni shamra-shamra ya kuelekea maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Waziri Shabani amesema serikali ya awamu ya 8 itaendelea kuleta maendeleo kwa wananchi wake na kuweka miradi mbalimbali kwa lengo la kuwapatia ajira wananchi. Aidha, ameeleza kuwa kituo hicho kipindi kitakapokamilika kitaweza kuajiri vijana waliopo katika mkoa huu wa Kusini Unguja kwa lengo la kurahisishia huduma wananchi pindi anapotokea na majanga. Tumekuwa mashahidi wa maendeleo makubwa ambayo yameanza kushamiri na kukua kwa kasi kupitia kipindi chake cha kwanza na hiki cha pili cha uongozi wake wa awamu ya 8 wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Sina sababu ya kuelezea kila kitu kwa sababu mengi yanaonekana yenyewe. Maendeleo ambayo yamefanywa na Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi hayataki mtu ayaelezee. Inahitaji ufunte macho, vumbi, uone kile ambacho kipo tayari na kimeanza kukua. Kwa tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa sababu kuwa kiongozi wa nchi ni jambo moja, lakini uthubutu wa kutekeleza kwa kiwango kikubwa ni jambo jingine. Hakuna asiyejua kwamba Mheshimiwa Rais amepitiliza matakwa ya kiilani ambayo ndio inamuongoza katika kutenda. Kwa hiyo amefanya zaidi ya matarajio na maagizo ya ilani ya chama chake, lakini na kukavuka matarajio ya wananchi wake. Nichukue fursa hii pia kuipongeza Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ pamoja na kikosi chetu cha zimamoto kwa namna ambavyo mmeendelea kushirikiana kufanikisha hatua mbalimbali za ujenzi wa kituo cha zimamoto na uokozi katika kijiji cha Kibuteni. Serikali inatambua jitihada kubwa zinazofanywa na kikosi hiki cha uokozi na kujenga vituo katika maeneo mbalimbali ya Unguja na Pemba. Sasa katika kutambua jitihada hizo na katika kukazia hiki nilichokieleza, yako mambo nataka kuyakazia. Moja, uwepo wa kituo ni jambo moja, lakini wafanyakazi ama watenda kazi wa kituo hiki ni jambo jingine. Kwa hiyo kabla sijaendelea huku chini, kama katibu mkuu mwenyewe alivyosema, viongozi kazi ni kutoa maelekezo na maagizo. Agizo langu namba 1 katika eneo hili kwamba tuhakikishe tunatoa nafasi za ajira kwa wafanyakazi wa kikosi cha zimamoto, hususan katika maeneo ambayo vituo hivi vipo. Itapendeza zaidi tukiwakuta watendakazi wa maeneo haya wanatoka katika ukanda huu wa kusini. Moja, hili nalisema kwa maana yangu, kazi yenu imejilenga zaidi katika kutoa huduma, ambayo huduma ili ifanikiwe inahitaji mashirikiano makubwa sana na jamii ambayo inawazunguka. Kuwa na kituo, unaweza ukawa na askari umewatoa popote, lakini wakiwepo ambao wanatoka katika maeneo haya, urahisi wa mawasiliano na wanajamii ambao ndio waathirika wa majanga utakuwa mkubwa sana. Lakini swala jingine, kuwepo na kituo, kuwa na askari pia ni jambo moja nalo. Jambo la pili, askari na mahusiano ya jamii ambayo wanaizunguka, hili ni jambo la msingi sana sana sana, hasa katika kufanikisha utendaji wa kazi zenu. Kwa naomba nitoe wito pia kwa askari ambao watahudumu katika kituo hiki. Jambo kubwa ambalo wanapaswa kuliimarisha ni mahusiano mema na wakaazi wa mkoa huu wa Kusini, ili waweze kuwapa taarifa za haraka pale majanga yanapotokea, kuweza kunusuru ama kukinga kabla ya athari kubwa haijawakuta wana. Aidha, ameeleza kuwa askari lazima wawe na nidhamu, utii na uadilifu na kujitolea. Kwa askari ambaye hawezi kujitolea hawezi kuwa askari.
Ninatambua kuwa askari huongozwa na nidhamu, uadilifu, uwajibikaji na kujitolea. Na hii tafsiri yake ni ndogo. Askari asiye na utii, nidhamu, uadilifu, asiyetaka kujitolea, huyo si askari. Hivyo serikali inathamini sana uzalendo wenu, hususan mnaoendelea kuonyesha katika harakati za kujenga taifa hili. Kuwepo kwa kituo hiki kutaongeza usalama wa mali za serikali na mali binafsi, pamoja na kuvutia uwekezaji kama ilivyokwisha kuelezwa katika ukanda huu wa vijiji vya Kizimkazi, Kibuteni, Makunduchi, Mtende na vijiji vingine vya karibu. Hivyo natoa wito wa kuweka nguvu ya pamoja kuanzia ngazi ya shehia, wilaya hadi mkoa, kuwaelimisha wananchi kuhusu tahadhari pamoja na kukabiliana na majanga ya moto, kwani wahenga walishakwisha kutuelimisha kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Ndugu wananchi, mabibi na mabwana, nichukue fursa hii pia kukishauri kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar kuhakikisha kuwa ujenzi huu unaoendelea unakidhi kikamilifu matakwa na miongozo ya bodi ya wakandarasi pamoja na wasimamizi wa majengo kwa Zanzibar, ambazo hizi ni taasisi zilizoundwa kisheria na wajibu wake ni kusimamia ubora wa majengo yetu. Aidha, ni wasihi maafisa na wapiganaji wa kikosi hiki kutunza na kuyahifadhi majengo haya ya kituo hiki mara na baada yatakapokamilika, sambamba na kuimarisha mazingira yake kupitia upandaji wa miti, ujenzi wa uzio pamoja na bustani, ili kukipa haiba na mvuto mzuri kituo hiki kiendelee kudumu leo, kesho na kesho kutwa. Vile vile ni vyema kikosi kikapanga na kuanzisha miradi ya kibiashara itakayochangia kuongeza mapato, miradi ambayo itaakisi uhalisia wa eneo la kusini ili kupunguza utegemezi mkubwa kwa serikali. Ndugu wananchi, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kusema mambo mawili yafuatayo. Moja, nikiwa waziri mwenye dhamana ya vijana, ajira na uwezeshaji, salamu kwa vijana wa mkoa wa Kusini. Nimekuwa nikizisema mara nyingi ninapokutana na vijana kwa sababu ndio kundi kubwa, na ninaamini nisiposema pengine mnaweza mkakosa mtu wa kuwasemea. Sasa kwa mkoa wa Kusini, najua mkuu wa wilaya upo kwa niaba ya mkuu wa mkoa, lakini kamishna upo, katibu mkuu upo ukiwakilisha wizara. Natambua na natoa siri kwa sababu nimekuwa nikifuatilia eneo moja ambalo nataka kulikazia na kulisimamia kwa kipindi chote nitakachohudumu nikiwa waziri mwenye dhamana ya vijana, ni eneo la ajira na uwezeshaji. Narudia, katika maeneo yote ambayo portfolio ya wizara yangu inagusa, maeneo mawili ni kipaumbele: eneo la ajira kwa vijana na eneo la uwezeshaji. Sasa kwenye eneo la ajira tumekuwa na changamoto na lazima tuzieleze. Sitaki kuingia sana huko, lakini ajira za zimamoto zitakapokuwa tayari, ukiacha vikosi vingine, tutaendelea kuomba ridhaa ya mamlaka, lakini ni rai yangu kuona ajira hizi tunazipeleka kwenye ngazi za shehia. Huu ndio utaratibu mzuri utakaotoa usawa wa uwiano wa ajira. Hata kama tumetoa 10, tugawe 2-2 kila mkoa, ziteremke kwenye wilaya, zikateremke kwenye shehia, ili watoto wetu tunaowaita wa wakulima na wafanyakazi wanufaike. Si vyema mkoa fulani na wilaya fulani, jimbo fulani la uchaguzi likaongoza kwa uwepo wa vijana wengi walionufaika kwa ajira, ukiacha maeneo mengine yakisononeka. Kote tuna vijana, wote vijana hawa ni vijana wa rais mmoja
wa Zanzibar. Swala la usawa wa uwiano wa ajira nitalisimamia kikamilifu. Kwa mtakapotangaza ajira zenu, siingilii katika mchakato wa ajira, lakini nitakachokiona mimi kinatekelezwa ni uwiano wa utoaji wa ajira ziwanufaishe vijana wote Zanzibar nzima. Toa maelezo ya kitaalamu, Katibu Mkuu Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Idara Maalum za SMZ, Isa Mahfuzi Haji amesema kuwa katika awamu hii wamezindua vituo mbalimbali vyenye hadhi na viwango vya hali ya juu. Mheshimiwa Kamishna Rashid amekuwa ananisaidia sana katika mambo mengi sana. Amekuwa ni mtu wa kubuni miradi, na sisi anapotuletea wizarani tunabariki. Miradi yote imekuwa ni miradi ambayo ina afya. Hakuna mradi hata mmoja aliobuni ambao hauna afya. Chengine, Mheshimiwa Kamishna Rashid amekuja na wazo kwa kushirikiana na wenzetu wa zimamoto na uokozi kule Tanzania bara ya kukopa vitendea kazi, ikiwemo magari ambayo ameyazungumza hapa 25, kuna boti na vifaa vingine ambavyo hivyo havitoki kwetu hapa, lakini amezungumza na wenzake kule Tanzania bara, wamekubali kutupatia magari mengi sana ya zimamoto na uokozi. Mheshimiwa, hatuombi tufikwe na majanga ya moto, lakini hivi sasa tumekuwa tunazindua na kuweka msingi katika vituo vingi, kwa sababu tuna uhakika tunavyo vitendea kazi vya magari ya kutosha. Na zile changamoto ambazo awali zilikuwepo, nyumba inaanza kuungua mwanzo paa mpaka inamalizika, sasa hivi imeshaondoka na itaondoka kwa upande wetu Zanzibar. Mheshimiwa, kwa sisi kusini huku, bahati nzuri na mimi ndo nilikotokea huku, kama alivyozungumza wenzangu, tuna kituo tunakiweka jiwe la msingi leo hiki cha Kibuteni, lakini tuna Kitogani, tuna Bwejuu kote. Kwa sasa hivi kwa watu wote ambao watafikwa na majanga maeneo ya Michamvi, Pingwe, Kae, Dongwe, Bwejuu, watatumia kituo cha Bwejuu, lakini wale ndugu zetu wapaje Jambiani wataweza kutumia kituo cha Kitogani. Lakini kwa ukande huu wa Muungoni Kitogani, lakini Muyuni, Kibuteni, Makunduchi, Kizimkazi kote watatumia kituo hichi cha Kibuteni. Kwa hiyo ni jambo la faraja sana. Tunaendelea kumshukuru kamishna kwa ubunifu wake, ambapo anatuondelea shida kubwa kwa wananchi wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekutana hapa leo kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa kituo cha kutolea huduma za zimamoto na uokozi, ambapo ukamilikaji wake utapunguza masafa ya kituo kimoja na chengine, hasa ukizingatia kituo hiki kipo karibu na maeneo ya uwekezaji katika ukanda wa Kizimkazi, Mtende na Makunduchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli za ujenzi wa kituo hiki zilianza rasmi tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2025 kwa kuanza na uchimbaji wa msingi, ujenzi wa msingi, utandikaji wa matofali, kuwezeka paa pamoja na kupiga plasta, ambapo ujenzi huu umefikia asilimia 55 na unatarajiwa kukamilika kwa mwaka wa fedha huu 25-26. Mheshimiwa mgeni rasmi, kituo hiki cha zimamoto na uokozi kina urefu wa mita 38 na upana wa mita 15, na eneo lote lililojengwa lina ukubwa wa mita za mraba 708, ambacho kina jumla ya vyumba vya kulala viwili, kimoja kwa upande wa askari wa kike na kingine kwa upande wa askari wa kiume, vyoo 6, ukumbi wa mkutano mmoja, sehemu ya mapokezi, ofisi ya mkuu wa kituo, afisi ya katibu muktasi, darasa la kusomea, chumba cha redio, jiko, chumba cha mazoezi, store, maegesho ya magari, jiko la nje
mnara wa maji, kisima cha maji safi pamoja na hozi la kuhifadhia maji safi na salama. Mheshimiwa mgeni rasmi, jengo hili hadi kukamilika kwake likadiriwa kutumia jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 596,924,140 ambapo hadi sasa limegharimu jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 268,617,933 sawa na asilimia 45 ya fedha zote zilizokadiriwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, nguvu kazi iliyotumika kujenga kituo hiki kuanzia mafundi na vibarua ni maafisa na wapiganaji wa kikosi cha zimamoto na uokozi. Aidha, kituo hiki kinadhihirisha ukomavu na ustadi mkubwa alionao mafundi wetu akiongozwa na fundi mkuu wa kikosi. Aidha, kikosi kimefanya makubaliano ya usambazaji wa vifaa vya ujenzi na wa mradi huu na kampuni ya Salum Civil Engineering Zanzibar, ambapo ndio wanatuletea vifaa tangu kuanza kwa ujenzi huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutoa shukurani zangu za dhati kwa viongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia usimamizi mzuri wa Wizara ya Fedha na Mipango, Tume ya Mipango na kamati mbalimbali ambazo zimekuwa zikitembelea na kutoa maoni yao. Kwa pamoja zimesaidia kwa kila hali ili kuhakikisha mradi huu unasimamiwa na unakwenda kwa umakini. Kwa upande wake, Kamishna wa Zimamoto na Uokozi Zanzibar, Rashid Abdallah Mzee, ametoa shukrani zake za dhati kwa serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kutekeleza ahadi zake kwa vitendo. Kituo chetu hichi ambacho leo kimewekewa jiwe la msingi, lakini pia napenda nichukue fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya awamu ya 8 pamoja na rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kutoa ahadi na kutimiza ahadi zake za kuhakikisha kwamba anaiboresha zimamoto na uokozi. Hii leo hapa ni moja kati ya jitihada za Mheshimiwa Rais za kutaka zimamoto hiyo ya kisasa zaidi. Kituo hichi kimoja ni kati ya vituo vingi ambavyo vimejengwa katika awamu hii. Najua kuna wengine watajiuliza kwamba ni vituo vinajengwa lakini hawaoni vifaa, yaani magari. Labda Mheshimiwa mgeni rasmi, nikupe tu taarifa kwamba hivi hapa tunavyoongea, kutokana na jitihada hizo za Mheshimiwa Rais pamoja na serikali yake, kuna magari karibuni 21 ambayo tunategemea kuyapata katika kikosi cha zimamoto na uokozi. Magari hayo, kuna magari ya ngazi, kuna magari ya rescue, kuna magari ya maji, kuna na magari ya kazi, yani fire engine. Katika hayo magari 4 tayari yameshaingia nchini. Pia tunategemea kupokea boti. Tunategemea kupokea, ambazo tushapokea ni pampu karibuni 6 za kuvuta maji, lakini pia na diving suit, vifaa vya diver. Zote hizo ni katika jitihada za serikali yetu kuhakikisha kwamba kikosi cha zimamoto na uokozi sasa kiko vizuri. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online